بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على هذا النبي المحمود سيرته الذي حين جاءنا بالرسالة لم يبق من شجر ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما بعد، darasa letu wakati huu limebadilika. Tutazungumzia kitabu kinaitwa Hikbatun min at-Tarikh baina wafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqtali al-Husaini radiyallahu anhu. Hikba, Allah subhanahu wa ta'ala sema وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Musa sema mimi sitotulia kabisa, mimi nitatembea mpaka nitakapofika katika majma' al-bahrain, mkusanyiko wa bahari mbili, au amdhi hukuba, au nitatembea hukuba, miaka na miaka. Hikba na hukuba, hukuba ni muda mwingi, hikba ni muda kidogo, ni muda maalum. Ndio maana nini ya hikba, muda maalum. Yani kitabu hiki Sheikh atazungumzia muda maalum katika tarehe tangu kuzaliwa mtume mpaka kuuliwa kwa nani, kwa mjukuu wake ambaye ni nani, ni Husaini radhiyallahu anhu. Kwa hiyo hii miaka takriban miaka 60 tu hapa, tangu kufa mtume mpaka kufa kwa nani, kwa Husaini, miaka 60. Hii miaka 60 ndio inaitwa hikba. Yani kachagua katika miaka yote, kachagua miaka mingapi? 60, ndio ambayo ataizungumzia katika nini, hiki kitabu. Muqaddima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتح. ثم أما بعد، kisha ama baada ya hayo, Sheikh anasema kisha baada ya hayo, fa inni, hakika mimi, kuntu uqaddimu rijla, ilikuwa ninatanguliza mguu, wa uakhiru ukhra, alafu ninachelewesha mguu mwingine. Yani alikuwa na sita, kama vile mtu anasita, niende nisiende, niende nisiende. Ndio Sheikh anavyosema kuntu uqaddimu rijla, nilikuwa natanguliza mguu mmoja, wa uakhiru ukhra, na mwingine na uchelewesha. Kwa nini? Asema indama khatara, pale ilipodhihiri, ilipodhihiri, fi bali, katika akili yangu, indama khatara, pale ilipodhihiri, fi bali, katika akili yangu,
an aktuba, niandike, fi hadha almawdu'i, katika mawdu'i hii. Mawdu'i ya nini? Hii ya tarehe ya tangu kufa mtume mpaka kuuliwa kwa Hussein, kwa sababu hii miaka hii ndio mashia wanatumia katika kuwapotosha watu. Hii miaka 60, kwa sababu kuna matukio makubwa ambayo yalitokea ndani ya miaka hiyo. An aktuba, niandike, fi hadha almawdu'i, katika mawdu'i hii. Wadhalika na hilo la kuandika, sababu yeye kuandika, asema likathrati, kwa sababu ya kukithiri, likathra, kwa sababu ya kukithiri, man khadha fihi, waliozama ndani yake, ahyanan, muda mwingine, bihaqqin, kwa nini? Kwa haki. Yani kuna baadhi ya watu wameandika hizi maudhui na wakazama katika kuziandika, lakini kwa nini? Kwa haki. Wa ghaliban, lakini mara nyingi wanaoandika tarehe, bibatilin, wanaandika katika njia ya batil, kwa lengo la kuwapotosha watu, kwa sababu Waislamu wengi hawasomi tarehe. Wewe muulize mtu, inawezekana mtu ametoka Donge mpaka atamaliza thana, wewe muulize, shekhe, una vitabu vingapi vya tarehe umesoma? Alafu kilinganisha na vitabu vya akida labda alivyosoma na vitabu vya fiqh alivyosoma. Kwa nini? Kwa sababu tarehe, jamani, haina wasomaji kabisa. Yani watu wanaona kama vile ni somo la kawaida, lakini moja ya somo muhimu sana, sababu hutoweza kupambana na makundi mapotevu kama hujui historia ya mtume na nini kilifanyika baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala shakka, wala hakuna shaka, annahu, kuwa maudhui hii, min almawdu'ati alhayya, ni katika maudhui zilizokuwa hai, alhayya, zilizokuwa hai. Wa in kana, hata kama itakuwa, madha alayhi, imepitwa maudhui hii, waqtun tawil, imepitwa na wakati mrefu. Wa in kana madha alayhi, na hata kama imepitwa maudhui hii, waqtun tawilun, na wakati mrefu, kuwa watu wengi huwa hawaisomi. Walakinahu hayyun, lakini ni maudhui ambayo iko hai, fi nufusina, katika nafsi zetu. Ni maudhui ambayo iko hai katika nini? Katika nafsi zetu. Sababu watu tunapenda kusikia matukio, watu tunapenda historia, tunapenda kujua nini yalitokea baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaambiwa kwamba maswahaba walipigana, lakini hatujui kwamba chanzo kilikuwa nini mpaka maswahaba waliuana wao kwa wao. Sheikh asema hata kama itakuwa imepitwa kwa muda, lakini iko hai katika nafsi zetu. Kwa nini maudhui ya tarehe ya historia imekuwa iko hai katika nafsi zetu? Asema ikbaran, kwa ajili ya kutukuza. Yani iko tarehe ya maswahaba iko ndani ya vifua vyetu, tunaipenda. Kwa nini tunaipenda? Anasema ikbaran lidhalika aljili nabawi alfaridi, ikbaran, kwa ajili ya kukitukuza. Lidhalika aljili, aljili ni kizazi, ikbaran, kwa ajili ya kukitukuza. Lidhalika aljili, kile kizazi, annabawi, cha mtume, alfarid, kizazi pekee cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa tilka alkaukaba, na kizazi ambacho tilka alkaukaba ni sawa sawa na nini? Na nyota. Kaukaba ni nyota. Al-azima, iliyokuwa kubwa. Min almustafaina, ambao wamechaguliwa. Al-akhyari, tena ni watu bora. Ashabi rasulillah
ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhum ajma'in, na Allah awaridhie wote kwa ujumla. Pamoja. Walamma kanat, na pale ilipokuwa, kalimatul haqqi, neno la haki, nuran, neno la haki nini? Ni nuru, yuhtada bihi, watu wanaongoka kupitia nini? Nuru hiyo. Yuhtada bihi, watu huongoka kupitia nuru hiyo. Walima lidhalika, na kwa sababu lidhalika aljili, inapatikana katika kile kizazi, almubaraka, baraka mbalimbali, min fadlin, fadhila mbalimbali, alaina, juu yetu. Walima lidhalika, lakini vile vile hupatikana lidhalika aljili, katika kile kizazi, hupatikana katika kile kizazi, yani wale maswahaba, min almubaraki, kizazi ambacho ni kilichobarikiwa, min fadlin alaina, kunapatikana fadhila nyingi juu yetu. Yani maswahaba wana fadhila nyingi juu yetu. Kuna mambo makubwa wameyafanya, wanatuzidi kuliko sisi. Kwa hiyo ndani ya kizazi chao wana fadhila nyingi sana juu yetu sisi. Kana lizaman, sasa imekuwa ni lazima, anuaddiya, kutekeleza, baadhi ma, ya yale ambayo, lahum, kwa wao, alaina, juu yetu, min huquqin, ni haki zao. Sheikh anasema kana lizaman, imekuwa ni jambo la lazima, anuaddiya, kuwatekelezea, baadhi ma lahum alaina, baadhi ya yale waliokuwa nayo juu yetu, min huquqin, katika haki, ambao ni kina nani? Maswahaba. Yani Sheikh anaeleza kuwa baada ya kuwa maswahaba na fadhila zao, imekuwa ni wajibu kwetu sisi na ni lazima tutekeleze zile haki zao walizokuwa nazo kwetu sisi. Maana maswahaba wana haki zao kwetu sisi, kwa ni lazima tuzitekeleze. Fasha'nuhum, jambo lao, yani nafasi yao maswahaba, laisa ka sha'ni ghairihim, sio kama jambo la wengine, ka ghairihim, kama jambo la wengine. Fasha'nuhum, jambo lao, laisa ka sha'ni ghairihim, sio kama jambo la wengine wasiokuwa maswahaba. Wa ilmuhum wa amaluhum, ilmu yao na amali yao, lam yusbaku ilayhi, hawajatanguliwa. Hakuna anayewatangulia maswahaba katika amal wala katika ilmu. Lam yusbaku ilayhi, hawajatanguliwa katika ilmu wala amal. Walam yulhaqu bihi, wala hakuna atakayewakuta katika ilmu yao wala amali yao. Fabihaulai, kupitia hao maswahaba, a'azza Allahu dina, Allah akaipa nguvu dini, wa adhharahu, na akaidhihirisha. Wa nahnu, na sisi, yani sisi waislamu, wa in kunna nalhaju, hata kama tutakuwa, wa in kunna, na hata kama tutakuwa, nalhaju, tunatamka. Nalhaju inatokana na neno lahaja. Nini maana lahaja? Matamshi, utofauti wa matamshi katika lugha moja. Kwa hiyo hapo maana yake hata kama tunazungumza kwa lugha tofauti tofauti, yani kwa mujibu wa mtu vile anavyoelewa katika matamshi yake, ndio Sheikh amesema wa in kunna nalhaj, na hata kama sisi itakuwa tunazungumza, bifadhaili ashabi rasulillah, zile fadhila za nani? Za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa isipokuwa, annana, hakika sisi, la nadda'i lahum, hatudai kwa maswahaba, al-ismata, kuwa wamehifadhiwa na madhambi. Hii nukta nitaomba tuwe nayo makini, kwa sababu kuna vitu atakuja kuzungumza huko mbele, tutarudi hapa kwenye nukta hii. Sheikh anasema
illa annana, isipokuwa sisi kama waislamu, la nadai, hatudai kabisa al-isma, kuwa maswahaba wamehifadhiwa na makosa. Umeona, sisi ahlus sunna hatudai kuwa maswahaba wamehifadhiwa na makosa. Hilo hatudai sisi kabisa. Sisi tunaamini kuwa maswahaba wanakosea. Fama ja'ala Allahu al-isma, fama ja'ala Allahu, hakujalia Allah al-ismata, kukingwa na makosa, illa lianbiyaihi, isipokuwa kwa manabii wake, wa malaikatihi, na malaika wake. Hao ndio waliokuwa na isma, hao ndio waliohifadhiwa wasikosee, malaika na manabii. Khalas, hao wengine wote mtakosea. Haya ndio maelezo ambayo shekhe anayaweka wazi. Hii nukta iwe makini, kwa sababu huko mbele tutakuja kuikumbuka hii nukta. Naam, laqad akhta ba'dhum, ndio laqad akhta ba'dhum, hakika walikosea baadhi yao katika hao maswahaba, fi hayati nabii, katika maisha nani? Na mtume. Wa baada wafatihi, na baada ya kufa kwake. Jamani, hata tukisoma fiqh zile wasariqu wasariqa, azani wazani, zimeteremka zama za mtume. Hukumu ilianza kufanya wapi? Kipindi hicho kwa mtume. Maana yake wazinifu walikuwepo, wezi walikuwepo, walevi pia walikuwepo. Tukisema hivi hatuna nia kwamba tunawadogosha maswahaba. Tuna kitu tunakusudia, kuna kitu tunakusudia, kwa sababu mashia wao watakuja kuwatia dosari maswahaba kuwa hawafai katika yale makosa ya kibinadamu. Melona, wakati wao ni wanadamu, kuna baadhi ya makosa lazima wayafanye. Kwa hiyo anasema laqad akhta ba'dhum fi hayati an-nabii wa ba'da wafati, wako waliokosea katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada wafatihi, ya kufa kwake nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Liannahum basharun, kwa sababu wao ni watu, wa ghairu maasumina, wala hawajahifadhiwa na nini? Na makosa, sio maasumina. Mithlahu, mfano wao mithla baqi al-bashari, ni mfano baqi al-bashari, ya viumbe wengine waliobakia. Lakini ma tahammaluhu, yale walioyabeba, min al-adha, katika maudhi, wal qahri, kutezwa nguvu, watankili, na kuadhibiwa, fi sabili al-imani, katika njia ya kumwamini Allah wa rasuli, na mtume wake, wa da'wati ila ad-din, na kulingania katika dini al-qawim, iliyonyoka, wa millati Ibrahim, na mila Ibrahim, wa ma badhaluhu, na yale walioyatoa min hijrati al-ahli, kama vile kuwahama jamaa zao wa karibu, wal awtani, kuhama miji yao, wa jihadihim, kupigana kwao, bi amwalihim wa anfusihim, wa mali zao na nafsi zao, fi sabilillah, wa dhabbihim, na kumtetea kwao, an rasulillahi, mtume, bikulli ma yamlikuna, walimtetea bikulli ma, kwa kila kitu ambacho yamlikuna, wanacho kimiliki. Wanasema maswahaba wengi mpaka wanakufa waliokuwa matajiri, mpaka wanakufa walikuwa maskini, kwa namna walivyokuwa wamejitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi Khadija radhiyallahu anha alitoa mali yake yote kwa ajili ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa shika asema ndio ni watu ambao hawajahifadhiwa na makosa, lakini walioyabeba, walioyavumilia maudhi, kuadhibiwa, kulingania, kupigana jihadi, kupambana, kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mali zao, yaj'alu hadhihi al-akhta, hii jitihada yote walioifanya,
yaj'alu hadhihi al-akhta'a, ile jitihada inayajalia haya makosa, fi janibi hadhihi al-hasanati, kando ya haya mazuri, fi janibi, kando, hadhihi al-hasanati, ya haya mazuri. Tunaelewana hapo? Yani zile jitihada walizozifanya, tumeelewana, yale makubwa walioyafanya ukilinganisha na yale makosa walioyafanya, utakuta kwamba yale makosa yanakuwa pembezoni mwa nini? Mazuri. Yani maana yake hayana nafasi. Kama vile tukisema maji yakifikia kullataini hayawezi kufanya nini? Kunajisika. Au huwezi mtu akasema naenda kuichafua bahari, hata mkojee wote pale baharini, lakini bahari haichafuki. Ndio Sheikh akasema yale makubwa walioyafanya katika mazuri hayawezi kuchafuliwa na yale madogo walioyafanya katika nini? Katika makosa. Ndio Sheikh anasema yaj'alu hadhihi al-akhta', yale mazuri yatayajalia haya makosa, fi janibi hadhihi al-hasanati, yatakuwa kando ya haya mazuri, yani yatakuwa si lolote, hayaonekani. Fi janibi hadhihi al-hasanati, janib, kando ya haya mazuri, al-azima, mazuri ambayo ni makubwa, wal a'mali salihah, na matendo mazuri. Kisha akatolea mfano kahabati ramli. Habati ni vile vichangalawe, vijiwe vidogo vidogo vile, ndio habati. Kahabati ramli, kama vile vijiwe vya nini? Vya changalawe. Simojua changalawe? Hii barabara inotengenezwa hizi nini nyekundu hii, inakuwa na vijiwe vidogo vidogo, ndio vinaitwa changalawe vile. Ndio Sheikh akasema kahabati, kama vile vijiwe vidogo vidogo, ramli, ya changalawe, fi jibalin, ambavyo vipo katika nini? Majabali. Hivi ukiweka kijichangalawe kidogo kwenye jabali kinaonekana? Hakionekani. Kwa hiyo sawasawa kuwa masahaba ni sawasawa na lile jibali nini, majabali, alafu makosa yao ni sawasawa na vile vichangalawe vile, yani sawasawa na vijiwe vidogo vidogo ambavyo viko juu ya majabali. Wa qatwarati ma'i, na ni sawasawa na qatwarati. Qatwarati ni vitone, qatwarati ma ni sawasawa na vitone vya maji, fi ubabin, katika maji mengi, yani maji mengi, alafu vile vitone, kama ukipiga maji siku na vitone pale. Sasa vile vitone ni sawasawa na makosa ya maswahaba, alafu yale maji yote ndiyo fadhila za nani? Za maswahaba. Ni kuwa mazuri waliokuwa nayo maswahaba ni mengi kuliko mabaya waliokuwa nayo. Tofauti na leo kuwa inawezekana ukawa na mabaya mengi kuliko mazuri, lakini maswahaba hawakuwa hivyo. Wao walikuwa na mazuri mengi kuliko mabaya. Tumalizie na Sheikh asema wala shakka, wala hakuna shaka, anna amra tarikh, jambo la kusoma tarikhi, historia, muhimun jiddan, ni jambo muhimu sana, fi hayati al-umam, katika maisha nini? Ya umam ni wingi wa neno umma. Fi hayati al-umam, katika maisha ya nyumati, yani katika maisha ya watu, wa shuubi, na mataifa mbalimbali. Kusoma historia ni jambo muhimu katika maisha ya watu, wa shuubi, na mataifa mbalimbali. Yani hili jambo ni muhimu kwao. Kwa nini inakuwa kusoma tarehe ni jambo muhimu? Liannahu yushakilu, kwa sababu hutengeneza, imada, nguzo, wujudi haya nini, ya kuwepo kwa nini, kwa hiyo jamii. Tuko pamoja? Yani watu wanaposoma tarehe, ile tarehe yushakilu, inatengeneza, imada, nguzo, wujudiha, ya uwepo wa hii jamii. Manake kama jamii haisomi historia, hiyo jamii haiwezi kujitengenezea mazingira mazuri. Ndio maana mpaka skuli wanafunzi wanasomeshwa historia, au ukoloni, watu waliishi. Ili manake mtu akiishi anaishi kwa tahadhari, anamjua adui yake ni nani, rafiki yake ni nani.
Kwa hiyo hivyo unaposoma historia huwa mnatengeneza nguzo ya uwepo wa hii jamii. Wayuhaddidu laha, na inaweka hii historia laha, kwa hii jamii, manhajaha, ile tarehe inatengeneza manhaji, njia namna gani ile jamii ipite. Kwa sababu mmeshasoma historia, bana babu zetu walifanya hiki na hiki. Kwa hiyo mnaposoma yuhaddidu, ile tarehe pia inatengeneza laha, katika hii jamii, manhajaha, njia yao ya kupita, wa hadhiraha, na maendeleo yao ya sasa, wa mustakbalaha, na mustakbali wao. Kupitia tarehe watu wanatengeneza njia, maendeleo yao, lakini pia wanatengeneza mustakbali wao kwa kusoma nini? Kwa kusoma tarehe, historia. Wama min ummatin, na hakuna umma wote, tas'a, ambao utafanya haraka, utakimbilia, ila riyada, katika uongozi, wasuudadi, halafu uwe na kundi kubwa. Suudadi ni kundi kubwa. Ukisoma tarehe yani unakutana maneno mapya. Shekhe, maneno ukiyahifadhi sidhani kama vitabu vingi vitakushinda kujisomea, kwa sababu maneno mengi ukisoma kwenye fiqh, wewe soma fiqh, babu tahara, kile ukifika sehemu babu tahara, yani milango ni ile kama arkamu swala, ujubu, wajibati al-ghusl na nini. Ukisoma tarehe, na ndio watu wengi wanakimbia tarehe kwa sababu wala ina maneno magumu. Sasa ile maneno magumu unapoyasoma ndio yanakufanya kwanza unapata kila siku maneno mapya, na ukiyahifadhi, manake ukirudi kwenye vitabu vingine kama ukajisomea, unakuwa yale maneno hayakupi nini, hayakupi tabu. Suudadi ni kundi kubwa. Tukisema fulanu, tukisema labda mushriful aam lahu suudadun, mushrifu amu bwana ana nini, ana suudad, manake ana kundi kubwa. Kwa hiyo Sheikh anasema wama min ummatin tas'a, na hakuna umma wote, tas'a, ambao utakimbilia, ila riyada, katika uongozi, wakataka wawe na uongozi, wasuudadi, halafu wawe na nini, na kundi kubwa, illa, isipokuwa, wakad wajaba laha, itakuwa imewajibika, alaiha, juu ya umma huo, ihkamu sila, itawajibika ihkamu sila, watengeneze mahusiano. Watengeneze nini? Mahusiano, bainaha, kati yao, wa baina maadhiha, na kati ya wale waliopita. Umma wote unapotaka kufika katika mafanikio, lazima kwanza utengeneze mahusiano kati yao na wale waliopita. Waangalie wenzao kwani walifanyaje, na kama walianguka vipi, kama walitangulia vipi. Hivyo ndivyo inavyotakiwa watu wafanye. Litastamidda, ili ipatikane. Litastamidda, haya maneno mnaweza mkaona kama vile asili yake ni madda ya muddu. Madda maana yake nini? Kuvuta. To hapa likabadilishwa kidogo tu, litastamidda minhu alquwa, ili ipatikane au itoke, minhu, katika hiyo tarehe mtakayosoma, alquwata, ili mpate nini? Nguvu. Kwamba mnaposoma historia, ndani ile historia huwa mnapata nguvu, mnapata hamasa ya kufanya kitu. Wa muqawimati, na pia mnapata muqawimati. Muqawimati ni kama vile tunaweza kusema kama vile miguu, lakini Kiswahili tunasema vile vyenye kushikilia. Muqawimati, vile vyenye kushikilia. Binai, ujenzi, hadhiriha, wa maendeleo ya hii jamii. Mashekhe, naeleweka? Naam. Shekhe, ndio tuko pamoja? Naam. Siku ya pili ningakuona haupo. Haya, inshallah. Litastamidda minhu alquwa, ili ipatikane katika huko kusoma tarehe, ipatikane nini? Nguvu. Wa muqawimati, na vile ambavyo vitashikilia, binai hadhiriha, kujenga maendeleo ya hii jamii,
wastishrafi, na kutengeneza utukufu mustakbaliha wa nini, wa mustakbali wake, na kutengeneza utukufu wa nini, wa mustakbali wake. Nataka tukamilishie kwenye haya mashairi hapa chini. Sheikh anasema wa ummatun, na umma mithlu ummati alislam, mfano wa umma wa Kiislamu, aula, umma huu ni bora, min ghairiha, kuliko nyumati zingine, bidhalika, katika jambo la historia, bidhalika, katika hilo jambo la nini, la historia. Kwa nini? Lima yahmiluhu tarikhuha, kwa sababu yahmiluhu, imebeba tarehe yake, min amjadin, imebeba mambo matukufu, wa butulatin, tarehe ya Kiislamu imejaa ushujaa, wa intisaratin, tarehe ya Kiislamu imejaa ushindi, wa injazatin, lakini pia tarehe ya Kiislamu imejaa changamoto. Injazati manake nini? Changamoto. Wewe ukasema wallahi fi hadhihi sana wajadtu injazati, manake wallahi katika mwaka huu nimekutana na nini, na changamoto. Injazati manake changamoto. Ilmiya, za kielimu, wa hadharia, na za kimaendeleo. Ukisoma tarehe ya Kiislamu utagundua kuwa watu walikuwa na changamoto mbalimbali za kiilmu na kimaendeleo. Yasghuru indahu, mtu anaposoma tarehe ya Kiislamu, yasghuru indahu, itakuwa ndogo mbele yake. Unaposoma tarehe ya Kiislamu, yasghuru, itakuwa ndogo, indahu, mbele yake, tarikhu ayi umma, tarehe ya umma wowote ile. Yani unaposoma tarehe ya Kiislamu alafu ukasoma na tarehe zingine zisizokuwa za Kiislamu, zile zingine utaziona tarehe ndogo ndogo kabisa, haziwezi kufikia tarehe ya Kiislamu. Yasghuru indahu, itakuwa ndogo mbele yake, tarikhu ayi umma, tarehe ya umma yoyote, minal umamil ukhra, katika nyumati zingine. Walakin, lakini, fi dhilli dha'fi, katika kivuli cha udhaifu, ummatina, umma wetu, fi waktiha, katika wakati wake, alhadhiri, wa sasa. Kwa nini ummati wetu kwa sasa umedhoofika, tofauti na kipindi kile cha maswahaba zama za nyuma? Ndio Sheikh anajibu anasema, walakin, lakini, fi dhilli dha'fi, katika kule kudhoofika, ummatina, umma wetu, fi waktiha alhadhir, katika huu wakati wa sasa. Kwa nini? Bima kasabat, ni kwa sababu ya yale yaliochumwa, aidi abenaiha, na mikono ya watoto wake. Aidi abenaiha, mikono ya watoto wake. Haya tunayoyaona kwamba umma wa Kiislamu umedhoofika ni kwa sababu ya yale yaliochumwa na mikono ya watoto wake, yani watoto wa umma huu. Sallallahu alaina, Allah akatusalitishia, manake Allah akatuletea, warathat alqiradata wal khanazir, warithi wa alqirada. Qirada nini? Manyani na nini, na ngedere. Kwa hiyo watu vijana wa umma huu walipoanza kufanya mambo yasiyoeleweka, Allah akatusalitishia nini? Allah akatuletea warithi wa ngedere na nguruwe, yani makafiri, wazungu, Mayahudi. Kwa Allah akatusalitishia haya. Au unajua qirada nini, warathat alqirada wal khanazir, kina nani? Ndio hao, yake hao Mayahudi ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawasalitisha juu yetu, baada ya kuwa Waislamu wameachana na nini, na Uislamu wao pamoja. Waabada taghut, lakini pia Allah akatuletea nini, waabudia. Abada ni wale wenye kuabudia matawaghuti. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Anasema mshairi, man yahun yashulil hawanu alayhi, ma li jurhin
bimayitin ilamu. Nasema man yahun, yule mwenye kujidhalilisha, yani mtu anayekubali nini? Udhalilifu. Yashuli alhawanu alayhi, yashul unakuwa wepesi, alhawanu alayhi udhalilifu juu yake. Man yahun, kwa tukasema pia man yahun, yule aliyezoea kudhalilika. Yashul alhawanu alayhi, unakuwa ni wepesi udhalilifu wake, yani hata ukimdhalilisha kwake anaona jambo la nini? La kawaida, kwa sababu ashazoea nini? Kudhalilishwa. Kisha akasema mali jurhin bimayitin ilam, hakuna katika kumtia jeraha maiti maumivu. Mali jurhin, hakuna ule wakati unamjeruhi maiti, ilamu, hakuna nini? Maumivu. Yani maiti hasikii maumivu kimtia nini? Jeraha. Ndio sawa sawa na mtu ambaye amezoea udhalilifu, hata kama akidhalilishwa anaona kama vile maiti hasikii maumivu kwa kutiwa nini? Jeraha. Mali jurhin bimayitin ilamu, hakuna maumivu kwa maiti kwa kutiwa nini? Jeraha. Hivi maiti mtu amekufa alafu kamkata mkono, atapiga kelele? Hasikii maumivu. Ndio Abdullah bin Zubair wakati anapigana na yule Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, Abdullah bin Zubair akakimbia kwa mama yake, mwambia mama, Hajjaj bin Yusuf amekuja, yuko hapo. Kipindi hicho alikuwa pale Al-Kaaba. Hajjaj yuko hapo kwenye Al-Kaaba anaua watu, na mimi ninaogopa nikipambana naye hataniua, na siku niua tu, baada ya kuniua lazima atanifanyia ukatili, labda inawezekana akanikatakata. Yule mama ambaye anaitwa Asma akamwambia Abdullah bin Zubair, ya bunayya inna shata la tataallamu bisalhi ba'da dhabhiha, kondoo au mbuzi hasikii maumivu ya kuchunwa ngozi baada ya nini? Ya kuchinjwa. Mbuzi hasikii maumivu anapotolewa nini? Ngozi yake baada ya nini? Ya kuchinjwa. Ndio hapa Sheikh asema mali jurhin bimayitin ilamu, hakuna maumivu kwa kumjeruhi nani? Maiti. Yani maiti hawezi akawa anapata maumivu kwa kumjeruhi. Kwa hiyo ni sawa sawa na mtu ambaye amezoea udhalilifu kwenye maisha yake, hata kama umdhalilishe vipi yeye ataona jambo la kawaida. Nadhani naktafi huna, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.